Nilizungumza kipindi cha nyuma na kuambia kuwa dunia inatembea nje ya mstari. Nje ya mstari kwa sababu mambo yanayotokea duniani sio halisi na mambo yanatembea nje ya mstari, na kuna watu wanatumia nafasi vibaya za ulimwengu na ushawishi na nguvu zao wanaipeleka dunia nje ya mstari. Sikufahamika vizuri mara ile, kwa sababu wakati huo nilikuwa nikizungumza hivyo, kuna kundi moja lilikuwa upande mmoja na likawa likinitafsiri na kuniona kama mimi nimekuwa mtetezi wa upande fulani ambao nilikuwa kama labda na upaka rangi kuwa unahitaji kutetewa, lakini nilichokuwa nimesimamia mimi ni kile ambacho wao wanakiimba hivi sasa. Hivi sasa karibu wote tunaimba wimbo mmoja, au naweza kusema kuwa ulimwengu sasa unaona kwa uwazi lile tishio ambalo mimi nilianza kulizungumza kabla, kuambia kuwa dunia inatembea nje ya mstari na itakwenda kugonga sehemu, na tutafika sehemu tutapoteana na kila mmoja atazungumza lake wakati huu. Sasa kuna watu wananiuliza, umeona barua aliyoitoa Donald Trump inayomhusu nani, Emmanuel Macron? Nimeiona, lakini labda kama umeanza kumfuatilia Trump leo, amekuwa na hizo tabia za kudhalilisha. Trump ni moja ya viongozi ambao wanadhalilisha zaidi watu. Rekodi yake ndani ya Marekani mfano, ndio rais anayewadhalilisha sana wanahabari, ndio rais ambaye anadhalilisha sana wanahabari wa kike pia kwa kuwajibu majibu mabaya. Wiki jana tu hapa alionyesha kidole cha katikati kabisa kwa wanahabari, mnakumbuka, na hiyo video ilienda, lakini ameshatamka matusi, kuwatukana kabisa on air, anatukana tusi kawaida, imekuwa hivyo. Sasa wale mnaohoji barua ya Emmanuel Macron iliyovuja, nitaieleza baadaye hiyo barua iliyovuja. Mmerudi nyuma kidogo, mnakumbuka wakati wa mkutano wa UNGA 80 mwaka jana tu pale New York, Macron, kwa sababu unajua anaongoza nchi kubwa, Ufaransa ni nchi kubwa yenye historia kubwa, yenye ushawishi mkubwa, yenye wafuasi wengi, lakini bado ni katika rekodi. Unasema, unajua uchumi wa pili kwa ukubwa, unaweza kusema uchumi wa pili kwa ukubwa kwa Ulaya, kwa sababu Ulaya mara kadhaa hujinasibisha kuwa Urusi haipo Ulaya, wao huona vile, na wanapotaja Ulaya asilia watakwambia ni Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, lakini ukitoa uchumi wa Ujerumani, nadhani ni uchumi wa Ufaransa, zinachuana hapo hapo karibu na Uingereza, uchumi ambao umesimama, ndio ilivyo Ufaransa. Sasa kiongozi kama huyu kudhalilishwa na kiongozi mwingine wa ulimwengu ule ule, familia ile ile, ndugu ile ile, asili ile ile, ni kitu ambacho sio kizuri. Lakini wakati Trump aliyafanya haya kwa wengine, alikuwa yuko sahihi na alionekana anafanya vizuri na rais wa maana sana. Emmanuel Macron alipokuwa kwenye mkutano wa UNGA 80 aliwahi kutulizwa kwenye foleni, gari zake zikawekwa pembeni, msafara wake ukawekwa pembeni, subiri bwana Trump apite, subiri, na nafasi yake urais, na kamera zikamrekodi. Yani ilikuwa ni kumdhalilisha Emmanuel Macron. Lakini nikukumbushe, mwaka jana, kabla ya mwaka jana, mwaka 2023 mwishoni, wakati wa kampeni za uchaguzi, sasa wakati wa kampeni za uchaguzi wa Marekani, ziko mwishoni. Unakumbuka Trump alikoswa kuuawa mara mbili, alikoswa na risasi mara mbili. Unakumbuka ile ya kwanza ikampiga kwenye sikio, alafu kuna moja ilipiga pembeni kidogo, kama mnakumbuka lile tukio, yani mnalikumbuka vizuri lile tukio. Sasa lile tukio la pili wakati linatokea kule Gaza, ndio ilikuwa naweza kusema iko kwenye peak ya mauaji ya kimbari. Ulimwengu wa Kiarabu umechanganyikiwa na ulimwengu wenye nchi zenye Waislamu wengi umechanganyikiwa. Mauaji yamekuwa hayana mfano, na Donald Trump akitetea kabisa yale mauaji, akijikinga mbele ya Israeli na kuwasifu Israeli kile wanachokifanya. Wakati Trump anakoswa risasi mara ya pili, ikaja viongozi mbalimbali duniani wakamwandikia barua za kumpa pole. Mmoja ya watu waliowahi kumwandikia barua bwana Trump alikuwa ni Abu Mazen, rais wa mamlaka ya Palestina, Mahmoud Abbas. Kipindi ambacho Trump anatetea Israeli anachokifanya Gaza, Abu Mazen alimwandikia barua Trump ya kumpa pole
kwa kile kilichotokea. Trump hakuvujisha barua ya kiongozi yoyote duniani, alivujisha ya Abu Mazen peke yake. Barua ya Abu Mazen au naweza nikasema Mahmoud Abbas ndio Trump aliitoa kwenye umma kuwa amenipa pole. Unajua lengo lilikuwa ni kumshusha, kumdhalilisha, kumfanya aishi vibaya na wenzake, kuwa yani kumbe wewe tuko kwenye hii harakati, alafu wewe huyo anaitetea nani sisi, alafu wewe kumbe ndio mtu wako. Ilikuwa ni lengo kumvunjia heshima kwa ndugu zake. Sasa Trump alipomwalika Zelensky, mnakumbuka, mwezi wa pili mwaka jana kwenye ofisi ya Oval, akamwekea Walls pembeni wakati alikuwa hajamtimua kazi, akamweka JD Vance, akamweka Peter Hegseth waziri wake wa ulinzi, akamweka Steve Witkoff, akamweka Marco Rubio pembeni. Akajaza wanahabari wa mrengo wa kulia, wakaanza kumuuliza maswali ya kejeli. Zelensky, mbona hujavaa suti? Au vipi? Mbona? Yani wakaanza kwanza wamtoe kwenye reli. Walivyokuja kumbana kwenye maswali sasa, Trump anamlazimisha Zelensky asaini makubaliano ambayo yeye Trump ameandaa, ambayo haya hivi sasa yana mtifuano. Wakaanza kujibizana. Trump na watu wake kina Vance wakamshambulia sana Zelensky. Mnaikumbuka vizuri ile kadhia. Walimshambulia kwa maneno makali makali. Huna shukurani. Ungekuwa kwenye hiyo vita bila sisi, wewe wiki mbili usingetoka. Umekuwa ukitumia fedha tu. Umekuwa kama mfanyabiashara wa vita. Unakuja kuchota fedha. Yani walimdhalilisha kama sio kiongozi. Hiyo haifai. Mafundisho sahihi ya Prophet Muhammad, peace be upon him, kwa sisi Waislamu, anasema mheshimiwa akitoka kwao anakoheshimiwa akaja kwenu, mpeni heshima anayopewa kwao. Yani hata kama hamna imani naye sawa, ile heshima anayopewa na watu wake, basi na nyinyi mumpe hiyo heshima na mumkirimu kama vile watu wake wanamkirimu. Msimdhalilishe kwa namna yoyote. Huo ndio utaratibu. Huwezi kumdhalilisha kiongozi wa nchi fulani kwa sababu wewe una nguvu kuzidi nyingine au una nafasi ya kumdhalilisha. Yani hii inaingia moja kwa moja hadi kwenye lifestyle kawaida. Huwezi kuwa na nafasi kifedha, cheo na vyovyote ukataka kuwadhalilisha wengine kwa sababu tu wewe umesimama kwenye nafasi fulani. No, hiyo haiwezekani. Sasa Trump, huu ni utaratibu wake na ni tabia zake. Juzi hapa walikuwa kwenye kikao, nadhani ni Marco Rubio akiwa na watu wake. Marco Rubio alimwandikia kimemo kidogo, akamtumia, akamwambia, bosi, kuna mambo tunataka kuyajadili, ila tunaomba wewe uondoke, akiwa na mawaziri wengine. Trump akakisoma kwa sauti na akasema, siondoki, ongeeni mnachotaka kukiongea na mimi niko hapa. Sawa. Huyu ni Donald Trump ambazo mwenye tabia hii. Sasa leo kamdhalilisha Macron kwa ile barua aliyoitoa. Unajua Macron katika swala la Greenland ndio anaonekana kiongozi shujaa. Yani anaonekana kiongozi anaweza kumchallenge Marekani. Anaonekana ni kiongozi ambaye anabishana na hatua za Marekani. Anaonekana ni kiongozi ambaye yeye ana misimamo tofauti. Kuanzia msimamo wa Urusi na Ukraine, yeye ameonekana yuko tofauti na ana misimamo tofauti na Marekani. Sasa ni kitu ambacho hakimvutii Trump. Macron alihojiwa na vyombo vya habari juzi kuhusu huu mpango mpya ambao nimeuzungumza wa Trump kuanzisha ile body. Ile bodi inaitwa bodi ya amani. Ni bodi ambayo inakuja kuchukua majukumu ya Umoja wa Mataifa. Sasa analazimisha viongozi wakubwa duniani waingie kwenye ile bodi huku akichangia fedha. Anasema Emmanuel Macron ataingia kwenye hii bodi kwa lazima, atake astake, ataingia. Asipofanya hivyo, sisi Marekani tutapiga ushuru wa 200%. 200% kwa mvinyo unaotoka Ufaransa. 200% kwa mvinyo unaotoka Ufaransa kuingia Marekani. Kwanza Emmanuel Macron mwenyewe hakai madarakani muda mrefu, ataondoka. Yani katika ile. Sasa Trump alichokifanya ni kutaka kuwathibitishia upande wa pili kuwa huyo mnayemuona ni shujaa wenu ni dhalili kwangu. Huyo ni shujaa kwenu, sio kwangu. Ndio maana ameitoa barua ambayo unajua vitengo vyote, sehemu zote za makazi, na hata unaona hata utaratibu wa nchi, hata mawaziri hapa wakila kiapo wanasema nitalinda siri za serikali, nitalinda siri za baraza la mawaziri, nitalinda. Huwezi kila kitu express, yani huwezi kila kitu kukiweka kwenye public. Yani kuna vitu mkiletewa kwenye umma kuwa hiki ndio tumekiamua, kwenye mtapasuka. Ndio maana kuna utaratibu huo kuwa
kuna uamuzi serikali duniani huzifanya kwa maslahi ya watu, lakini wakijua wenyewe kuwa uamuzi wao umeriski kitu fulani, wale watu wote watakataa, lakini ulikuwa ni uamuzi sahihi kwa ajili ya kuleta maybe jambo lolote kwenye nchi, lakini watu wakiambiwa kuwa kwa sababu ya hiki tumetoa hiki, nyie mtakataa. Ndio maana ikawekwa ile kulinda siri za. Sasa Emmanuel Macron anafahamu kuwa yeye ni rais mkubwa, akamwandikia kimemo Donald Trump kuwa bwana, mimi na wewe tumefanya mengi, usisahau kuhusu Irani, tumeshirikiana kwa pamoja. Marekani ameshirikiana na vizuri na Ufaransa kuanzia ile Promise 1 to ile ya Israeli. Marekani wamefanya yani hujuma nyingi wamezifanya dhidi ya mataifa mengine kwa pamoja. Ndio Macron anamkumbusha bwana Trump, tumefanya mengi. Hili swala la Greenland, hebu tuzungumze, tukutane chemba, tuzungumze kwenye mkutano wa G7, tukae pembeni tu ya jadili haya, tuweze kulitatua hili swala. Yani ni kitu cha kawaida kabisa wa viongozi kumwandikia, lakini Trump kakitoa kabisa kwenye public alichoandikiwa. Lengo kumshusha heshima, yani kumdhalilisha kiongozi wa nchi nyingine. Lakini mimi mara kadhaa napenda kusema Trump wakati anawafanyia wengine haikuonekana shida, na ndio maana nilivyosema Trump alivyoanza kuitoa dunia kwenye mstari wake, akaanza kuitembezea nje ya mstari, kwa sababu wakati huo anaitembeza nje ya mstari alikuwa anachukua hatua dhidi ya nchi zingine. Unielewe, Trump alikuwa anaitembeza dunia nje ya mstari kwa kuwaumiza nchi ambazo hata wao wanafurahia ziumie. Aliumiza nchi nyingi ambazo wazungu walikuwa wanafurahia kuumia. EU waliona kuwa halituhusu. Kama Trump anawachukulia hatua Iran, sisi linatuhusu nini? Kama Trump anachukua hatua kwa Urusi, ni vizuri kwetu. Kama Trump anachukua hatua kwa Venezuela, it's okay, sisi wala halituhusu. Kama Trump anachukua hatua kwa Gaza na Wapalestina, sisi halituhusu. Mzee, what goes around comes around. Sasa Trump ameshanogewa na nyama za binadamu. Kama nilivyosema, nyama zimemnogea, anaanza kuwararua. Anasema mkutano wa Davos ambao unaanza leo ni mkutano wa kiuchumi, unaanza kule Uswisi. Mkutano ambao una umri wa miaka zaidi ya 54 utaanza leo Uswisi kwa siku 5. Mkutano wa kiuchumi ambao unashughulikia matatizo mbalimbali ya dunia, sasa umegeuka kuwa jukwaa la kisiasa. Trump anasema ninaenda kuwashughulikia huko, na swala la Greenland halina mjadala. Jana anauliza kuwa hebu nionyesheni hati milki ya Denmark kwa Greenland kama wanayo, yani mkataba wao wa kuimiliki uko wapi? Yani kuwa kwa sababu tu boti za Denmark zilitia nanga awali zenyewe Greenland miaka 300 iliyopita. Anasema sisi tumekwenda mara ngapi? Mbona tumekwenda mara nyingi hapo? Hakuna uhalali wowote wa Denmark kuimiliki Greenland. Sisi tumefanya kila kitu kwa NATO inafaa sasa hivi tulipe kwa kile ambacho tulikifanya. Sio, umeelewa? Yani Trump hivi sasa kaamua. Unajua wakati anawatangazia ile inaitwa Make America Great Again, ile sera ya MAGA, wazungu walikuwa hawaelewi MAGA inaanzia wapi. Bora hata wale Waarabu wa Mashariki ya Kati, Israeli akiwaambia Greater Israel, wanaelewa. Wanajua mpaka wa Greater Israel unaanzia wapi, unafika wapi, unaishia wapi, unakwenda wapi, wanajua. Lakini hawa wa MAGA hawajui mipaka iko wapi. Leo anawatolea ramani. Canada ndani, Mexico ndani, Venezuela ndani, Greenland ndani. Wanakaa wanajiuliza, mbona hizi nchi hazihusiani na Marekani? Kaisha sema this is MAGA. Yani sasa anataka atumie ubabe, na tayari kaisha itoa dunia kwenye mstari. Husikii kiongozi wote mliyabariki kuanzia mwanzo mngeanza kutilia shaka haya anayoyachukulia hatua. Hata kwa wale ambao hamuwapendi, hamkutambua kuwa sheria ni msumeno, utakuja uwakate na nyinyi, na huyu akianza huku atakuja kumalizia huku kwenu. Leo hii hawana pa kujificha. Ulaya hawana pa kujificha. Kuna wakati huwa nawaambia, Afrika tumetawaliwa na wazungu, tunaamriwa, tunafanya nini? Kama Afrika inatawaliwa kwa 60%, basi Ulaya wako juu ya 90% na Marekani. Na Marekani naye amedhibitiwa na Israeli kwa 95%. Yani kila mmoja kamdhibiti mwenzake. Kwa hiyo hapa ni nyuma geuka, mbele tembea. Yani wa Afrika tumetawaliwa, sawa, tunaendeshwa sawa, lakini sio kama wanavyoendeshwa wazungu. Wazungu wanaendeshwa na hawana pa kusemea. Yani wanakaa pembeni wananungunika tu. Na leo hawawezi kufanya lolote, hawana usalama wowote. Yani hivi sasa wakikaa wanajaribu kutafuta kuthibitisha kwa ulimwengu kuwa bado wana nguvu, lakini vinafeli. Huyo ni Donald Trump.
na bado this is just beginning. Tunakwenda tuliko pachora. Huu ni mchoro tuliouchora na ndio mchoro unakotupeleka. Tunakwenda kwa spidi ile ile ya Trump. Sasa awaadabishe wenzake, twende hivyo hivyo, halafu mbele tutakuja tugonge, turudi tuseme tukae tuzungumze. Utaratibu wa ulimwengu ni huu tuliupanga, na wote tuheshimu. Basi ifike wakati huo, lakini kwa sasa tuendelee kutiana adabu. Jamani, asanteni.